Ilikuwa ni siku ya kawaida ya Juni 12, 2026. Katika mkoa wa Mara, anga lilikuwa tulivu mno, upepo mwanana ukipita karibu na Ziwa Victoria. Lakini ndani ya ofisi ya mkuu wa mkoa kulikuwa na harakati zisizo za kawaida. Kamanda wa uhifadhi wa wanyamapori TAWA kanda ya Ziwa, Mark Chua, aliwasili kimya kimya akiongozana na maafisa wenzake waliovalia sare rasmi pamoja na watu wengine kadhaa. Muonekano wao ulionyesha wazi kuwa ziara hii haikuwa ya kawaida. Walipoketi mezani na viongozi wa mkoa wa Mara, mazungumzo yalianza. Hakukuwa na kelele wala taarifa nyingine kwa umma, lakini kulikuwa na jambo kubwa likiendelea nyuma ya pazia. Baada ya kikao hicho, picha pamoja ilipigwa, ndipo maswali yakaanza kuibuka. Ziara hii imelenga nini hasa? Mmoja wa waliokuwa hapo aliuliza. Jibu lilikuja kwa ufupi lakini lenye uzito mkubwa: tumekuja kumtambulisha mwekezaji mpya. Kauli hii iliacha tafakari nyingi. Ni mwekezaji wa aina gani? Atawekeza wapi? Na ni mabadiliko gani yatafuata? Kilicho wazi ni kwamba TAWA inaendelea kuchukua hatua muhimu katika kusimamia rasilimali za wanyamapori nchini Tanzania. TAWA, yani Tanzania Wildlife Management Authority, ni taasisi ya serikali ya Tanzania iliyoanzishwa kisheria mwaka wa 2014 na kuanza kazi rasmi mwaka wa 2016. Jukumu lake kuu ni kusimamia hifadhi ya wanyama, kulinda mazingira yao, kupunguza migogoro kati ya binadamu na wanyama, pamoja na kuhakikisha rasilimali hizi zinatumika kwa manufaa ya taifa. Kwa mwaka 2026, TAWA ina miaka 10. Kama mtoto basi yuko darasa la 3 katika shule ya msingi. Chini ya usimamizi wa kaimu kamishna wa uhifadhi Mlage Yusuf Dini Kabange, taasisi hii inaendelea kutekeleza majukumu yake muhimu katika uhifadhi wa maliasili za Tanzania. Usimamizi wa juu unaongozwa na mwenyekiti wa bodi Hamis Bin Semfuko. Lakini nyuma ya taasisi hii kuna misingi imara ya kisheria. Sheria ya uhifadhi wa wanyamapori ya mwaka wa 2009 kupitia kifungu kile cha 8. Sheria hii iliwezesha kuundwa kwa mamlaka hii ambayo ilianza rasmi majukumu yake tarehe mosi Julai mwaka wa 2016. Sheria hii si karatasi tu, bali ni ngao ya kulinda urithi wa taifa. Inapambana na ujangili, inalinda wanyamapori na kuweka mwongozo wa matumizi endelevu ya rasilimali. Zaidi ya hapo, inahakikisha jamii zinashiriki kwa kunufaika kupitia mfumo wa Wildlife Management Areas, WMA. Mkuu wa jamaa. Jambo wote. Juma, mkuu wa jamaa. Jambo wote. Afrika kote inapendwa Kristi. Afrika kote inapendwa Kristi. Hata sisi wanyama wa msituni tunaicheza na kuimba. Afrika kote inapendwa Kristi. Afrika kote inachezwa Kristi. Hata sisi wanyama wa msituni tunaicheza na kuimba. Mtayarishaji wa makala haya anaamini kuwa ziara ya Kamanda Mark Chua kwa nje inaweza kuonekana ya kawaida, lakini ndani yake kuna ishara ya mabadiliko. Uwekezaji mpya unaweza kumaanisha ajira, maendeleo ya utalii na ulinzi bora wa wanyamapori. Mwana kwetu.
up in Dar es Salaam, then you must have a connection. Like you said, the ocean being by water. I mean, even here we are close to water. I was born next to water. The hospital where I was born is next to the sea. The very famous hospital. So that is the water which I was washed with. That's the water I'm cleaning myself with all the time when I don't feel nice. Or clean myself up. Come back to life. Okay, all right. I wish one day you go to that and clean yourself with the Indian water. You'll see how blessed you will be. You are blessed already, but you'll be blessed extra. Okay, thank you for that tip. Thank you for that tip. Tell your husband to take you to Dar es Salaam to get you washed again with the clean Indian Ocean water. You'll see how you'll be blessed. Mwana kwetu, mwana kwetu. Mwana kwetu, mwana kwetu. Mipigo yake Wakati wananchi wa mkoa wa Mara wakiendelea na shughuli zao za kila siku, huenda hawatambui kuwa nyuma ya mlango wa ofisi ya serikali maamuzi makubwa yanafanyika, maamuzi yenye uwezo wa kubadilisha mustakabali wa maisha yao. Hii si tu kwa hadithi ya ziara ya Kamanda Makchua, bali ni kielelezo cha matumaini ya mwelekeo mpya wa uhifadhi nchini Tanzania. Mwana kwetu, mwana kwetu.
up in Dar es Salaam, then you must have a connection. Like you said, the ocean being by water. I mean, even here we are close to water. I was born next to water. The hospital where I was born is next to the sea. The very famous hospital. So that is the water which I was washed with. That's the water I'm cleaning myself with all the time when I don't feel nice. Go clean myself up, come back to life again. Okay, all right. I wish one day you go to that and clean yourself with the Indian water, you'll see how blessed you will be. You are blessed already, but you'll be blessed extra. Okay, thank you for that tip. I'm telling Thank you for that tip. Tell your husband to take you to Dar es Salaam to get you washed again with the clean Indian Ocean water. You'll see how you'll be blessed. Mwana kwetu, mwana kwetu. Mwana kwetu, mwana kwetu. Mipigo yake Kumbuka tu msikilizaji wangu, makala haya yametayarishwa na Adeladius Makwega kwa heshima ya sheria ile ya uhifadhi wa wanyamapori ya mwaka 2009, ambapo ndugu Makwega ndiye aliyepiga picha ya viongozi hao Juni 12, 2026 mbele ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara, Bukendo, Musoma, Mara.
inawezekana. Pia makala haya ni sehemu ya kutimiza wajibu wake kama Mtanzania. Mwanakwetu upo, kumbuka wabisha hodi waitikiwa karibu. Jina langu ni Adeladius Makwega, nakutakia siku njema.